Ujumbe: mamlaka inayohudumia, sio inayojikuza. Katika kumbukumbu leo, tarehe 22 Agosti mwaka wa 2026 ya kuinuliwa Bikira Maria kuwa Malkia. Injili ya leo inatukumbusha jambo muhimu sana: ukubwa wa ukweli mbele za Mungu haupimwi kwa cheo, mavazi, jina au heshima tunayopewa. Unapimwa kwa unyenyekevu na huruma. Yesu anasema, aliye mkubwa kwenu atakuwa mtumishi wenu. Anayejikweza atashushwa, na anayejishusha atakwezwa. Mathayo 23 aya 11 mpaka 12. Hapa ndipo tunapomwangalia Maria. Kanisa linamuita Malkia, lakini Maria hakuwahi kuishi kama mtu anayewatawala wengine kwa majivuno. Alisema, tazama mimi ni mtumishi wa Bwana. Luka sura ya 1 aya 38. Mosi, cheo kikubwa kinahitaji moyo wa mtumishi. Yesu anawakosoa waandishi na Mafarisayo kwa sababu walipenda viti vya heshima, kusalimiwa sokoni na kuitwa majina makubwa. Mathayo sura 23 aya 6 mpaka ya 7. Tatizo si kuwa na cheo. Tatizo ni kutumia cheo kujikweza badala ya kuwahudumia wengine. Baba akiwa mkuu wa familia, ukuu wake unaonekana kwa namna anavyowatunza watoto wake. Mama akiwa mkuu wa nyumba, ukuu wake unaonekana katika kujitoa kwake. Kiongozi wa jumuiya, parokia na kanisa, ukuu wake unaonekana katika kuwahudumia watu. Maria ni Malkia kwa sababu ni mtumishi. Hivyo jiulize leo, watu wanapokuwa chini ya mamlaka yangu wanahisi wamesaidikika au wameonewa? Pili, Mungu hukaa mahali penye unyenyekevu. Katika somo la kwanza, Ezekieli anaona utukufu wa Bwana ukiingia katika hekalu. Ezekieli sura ya 43 aya ya 1 mpaka ya 7. Hii inatufundisha kuwa Mungu anataka kukaa ndani ya moyo wa mwanadamu, lakini moyo unaojazwa na majivuno, kiburi, kujiona bora na kutafuta sifa unakuwa na nafasi ndogo kwa Mungu. Maria alisema, ameutazama unyonge wa mtumishi wake, au ameutazama unyonge wa mjakazi wake. Luka sura ya 1 aya ya 48. Na kwa sababu ya unyenyekevu huo, Mungu alimtukuza. Ukitaka Mungu akuinue, jifunze kujishusha. Ukitaka Mungu akufanye mkuu, jifunze kuwa mtumishi. 3, usifundishe wengine kile usichokiishi. Yesu anasema kuhusu viongozi wa dini, wanasema lakini hawatendi. Mathayo sura 23 aya 3. Hii ni changamoto kubwa sana kwetu. Mkristo hapaswi kuwa mtu wa maneno mengi na matendo machache. Usimfundishe mtoto kusamehe ikiwa wewe
kumsamehi mwenzi wako. Usihubiri upendo ikiwa nyumbani kwako kuna chuki. Usihubiri unyenyekevu ikiwa unataka kila mtu akupigie magoti. Usimwambie mwingine amtegemee Mungu ikiwa wewe mwenyewe umejenga maisha yako juu ya mali na cheo. Maria hakusema tu mimi ni mtumishi, aliishi maisha ya utumishi. Alimtembelea Elizabeti, akasimama chini ya msalaba na akawa pamoja na mitume katika sala. Hitimisho. Leo kanisa linamwangalia Maria kama malkia, lakini tunapaswa kuelewa siri ya ufalme wake. Maria alinyanyuliwa kwa sababu alijishusha. Alitukuzwa kwa sababu alitumikia. Alipewa nafasi kubwa kwa sababu alimpa Mungu nafasi ya kwanza. Kwa hiyo ujumbe wa leo ni huu: usitafute kuwa mkubwa machoni pa watu, tafuta kuwa mwaminifu machoni pa Mungu. Na katika familia, jumuiya, parokia na mahali pa kazi, tuige Maria. Tusitumie mamlaka kutawala watu, bali kutumia mamlaka kuwatumikia. Malkia Maria, tufundishe kuwa watumishi wanyenyekevu kama wewe. Amina. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.